Leo katika simulizi ndani ya chaneli yetu ya Usiku TV, tutaenda kuangalia simulizi David Evariste Silinde ambaye alizaliwa mnamo tarehe 28 Julai ya mwaka 1984 katika familia ya kawaida lakini yenye ndoto kubwa. Kutoka utotoni alionyesha hamu ya kujifunza na bidii isiyokoma, jambo lililompeleka shule na baadaye chuo kikuu, akipata elimu ya juu ambayo baadaye ingekuwa msingi na maisha yake ya kisiasa. Mapenzi yake kwa taifa ni dhana ya kuwasaidia wananchi kuchochea hatamu zake za kisiasa. Katika mwaka 2010, David alichaguliwa kuwa mbunge wa Mbozi West, yani Mbozi Magharibi, akichukua nafasi ya kuwa mlango wa wananchi wake katika bunge la taifa. Katika mikutano ya bunge na mijadala ya kitaifa, alijitahidi kuwakilisha wananchi wake kwa dhati, akisisitiza umuhimu wa kilimo, maendeleo ya jamii na sera za kifedha zinazolenga kuboresha maisha ya watu wa kawaida. Sio muda mrefu baada ya kuchaguliwa, David alipewa nafasi ya kuwa naibu waziri wa ofisi ya rais, yani TAMISEMI. Hapa alikubali changamoto nyingi za kiutawala, lakini kwa heshima na uthabiti alihakikisha kuwa mikoa na serikali za mitaa zinafanya kazi kwa ufanisi na kuhimiza ushirikiano wakati ya wizara mbalimbali. Alihimiza uwazi katika kusajili vijiji vipya, kuhakikisha kila hatua zinafuata utaratibu na maslahi ya wananchi. David alijulikana sio tu kwa mbunge bali pia kama kiongozi anayejali maendeleo ya kijamii. Alishiriki katika kufanikisha miradi ya elimu, afya na miundombinu, akihimiza kuwa maendeleo haya yasibaki mjini pekee bali yafikie kila kona ya mkoa wake. Kwa wengi, David Silinde ni mfano wa kiongozi anayefanya kazi kwa karibu na wananchi, akisisitiza kuwa kila sauti ni muhimu na kila hoja lazima isikilizwe. Kwa sasa, licha ya changamoto na siasa za kila siku, simulizi la maisha yake inaendelea kuandikwa historia mpya, ikiashiria kuwa bidii, elimu na upendo wa taifa vinaweza kuunganisha ndoto za mtu mmoja mmoja na maendeleo ya jamii nzima. Sasa njoo tupitie doti ya historia ya David Evariste Silinde. David Evariste Silinde pia mara nyingi anajitambulisha mwenyewe kama Evariste. Inawezekana kutofautiana kidogo kwenye vyanzo. Ni mwanasiasa na mjumbe wa bunge la Tanzania katika Chama cha Mapinduzi CCM. Amewahi kuhudumu kama naibu waziri katika ofisi mbalimbali za serikali. Maisha ya mapema na elimu. Alizaliwa Julai 28 mwaka 1984. Elimu alisoma kupitia elimu ya juu, ikiwa ni pamoja na masomo yake ya chuo, ikiwa ni pamoja na chuo kikuu cha Dar es Salaam. Safari ya kisiasa. Mbunge, amekuwa mbunge wa Mbozi West, yani Mbozi Magharibi. Baadhi ya vyanzo pia havijataja kuwa mbunge wa Tunduma na vingine humtaja pia kama mbunge wa Tunduma tangu Novemba mwaka 2010. Chama cha CCM, chama tawala cha CCM. Naibu waziri, amekuwa akihudumu kama naibu ya waziri wa ofisi ya rais TAMISEMI, ofisi ya rais, tawala za serikali na tawala za mikoa na serikali za mitaa, ambapo alihusika na masuala ya utawala na mikoa ya serikali za mitaa. Katika baadhi ya ripoti ameonekana pia kuhusika na wizara ya kilimo na mifugo, akitoa maagizo ya sera kwa sekta mbalimbali. Majukumu ya kazi. Bunge, amechangia mijadala ya sera na bajeti bungeni kama swala la uchumi, kilimo na maendeleo ya taifa. Serikali, kama naibu waziri, amekuwa akihakikisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo, usimamizi wa taratibu za serikali za mitaa na kushughulikia changamoto za huduma za wananchi. Alitoa misimamo kuhusu kusajili vijiji vipya bila ushirikiano wa wizara husika. Alishiriki kufunga maadhimisho ya jina la elimu kitaifa kama afisa wa serikali. Amehusika kutangaza sera na maagizo kuhusu ujenzi wa huduma za afya, elimu na miundombinu kama sehemu ya majukumu yake kama naibu waziri. Siasa kabla ya CCM. Ingawa kabla ya baadhi ya ripoti za awali, kwa mfano mwaka 2020, alifahamika kwa wananchi kama wa Chadema kabla ya kujiunga na CCM. Taarifa hizi hazitoi undani kamili kuhusu tarehe halisi ya uhamisho wake wa chama. Hii ni historia ya David Evariste Silinde. Hii ni Usiku TV.